kwa sababu pasta ama kiongozi wa kanisa ulisema hapa kwamba sisi wote kwa kumkumbuka huyu mama na kumshukuru kwa kazi yake ambayo amefanya, tusiondoke tu mahali hapa bila kufanya kitu ambacho kitakuja kukumbusha wale ambao wanakuja wajukuu wake na wengine kuhusu kazi yake. Mimi na wenzangu tutatoa mchango wa shilingi 200,000 kwa kanisa ili sasa muende kuanza kujenga ile kiti mlisema ya kutukumbusha kazi ya huyu mama. Na tukimaliza mambo haya, kiongozi wa kanisa, tutakuwa na nafasi kidogo kuongea na wewe kuhusu yale mengine ambayo mimi na seneta na wao viongozi tumekuja hapa kwa heshima ya ndugu yetu Peter Munya. Tunaweza kufanya pia kwa kanisa na kusaidiana nanyi katika kuendelea mbele na mambo haya ambayo mnafanya ya Injili. Pili, ni kweli vile mheshimiwa Munya amesema hapa, yeye ni ndugu yangu. Tumekuwa katika utumishi wa umma pamoja, tumetumikia nchi hii tukiwa katika baraza la mawaziri, na hakika tulifanya kazi kwa karibu sana chini ya uongozi wa mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na wakati huo wa mabadiliko tulifanya kazi pamoja. Mimi nataka kusema hivi wananchi, kwa sababu najua watu wengi wanafikiri kwamba siasa ni mambo ya kuongea maneno, wakati mwingine hata kuzungumza uongo. Mungu anatuona tukiwa hapa, na tukizungumza na nyinyi vile tunazungumza hivi, tunazungumza mbele ya Mwenyezi Mungu. Mimi nataka kuambia tu ukweli vile huko. Huyu Peter Munya tumekuwa marafiki zaidi kwa sababu ya tabia yake na njia yake ya kufanya kazi na ukweli na kuzingatia kazi vile inatakiwa kufanya. We had situations, hata tukiwa kwa serikali tuzungumze mambo mingi hapa, we had situations in government where we would na mheshimiwa Munya kwamba baraka ya kwanza na ya kudumu katika safari ya kutafuta uongozi wa nchi hii, mimi nitakuja kuitafuta hapa na nitalala hapa, niombewe na nyinyi na hawa wazee wazuri ambao tumekuwa nao hapa, watuombee siku hiyo, watushike mkono, tuondoke hapa, tuanze hiyo safari tukiwa na maombi ya hawa wazee. Na nimesikia vile mmesema, mimi nimeitika kazi, mimi niko tayari kuanza kazi hata kesho mtaka, kwa sababu hata mimi nashangaa. Catson unaniuliza mambo ya pesa ya capitation, mimi nashangaa. Wakati nilikuwa waziri wa afya wa elimu, president alikuwa anasema as soon as tumemaliza mambo ya budget, first allocation tunaweka kwa elimu, second tunapeleka security, alafu tunaanza sasa kuzungumza mambo mengine. Sasa hii mambo unaniambia walimu, na ninaongeanga na walimu wengi kwa sababu they are my colleagues. Some of them tulikuwa nao shule KU, because mimi ni mwalimu. All my colleagues, I am not able to understand what is going on, this kind of madness going on. 83 weeks to closing, there is no capitation. Sasa tunawaandikia walimu circulars, tunawaambia msifukuze watoto, hatuwapei pesa. Sasa how are they supposed to manage the schools in the process? Alafu tunawapeleka, tunaenda kuwaonga shilingi 10,000. Medical cover yao haifanyi kazi. Na hiyo medical cover ukiangalia line item kwa allocation ya pesa ilienda kwa TSC, hiyo medical cover ni 17 billion shillings. Unajiuliza hiyo 17 billion imeenda wapi? Na nimesema kila wakati, hawa kama wanataka kutuaibisha, si waweke hiyo maneno hadharani. Why can't they publish the information and say we are not saying the truth, this is the truth? Sababu ukweli uko na nyinyi wananchi, sababu nyinyi ndio mnapata huduma ya serikali, ama namna gani? Wananchi hawalalamiki bure. Wananchi wanalalamika kwa sababu hakuna huduma kutoka kwa serikali. Na wananchi wakiuliza haya maswali hawafanyi makosa, wanauliza maswali kwa sababu hivyo ndivyo hali iko katika vijiji zetu na katika sehemu zetu mbali kwa nchi. Kwa hivyo shida ya kupanga nchi na maendeleo hakika inaonekana wazi imekuwa mzigo kwa wenzetu. Na kazi yao kubwa vile nimesema
rekodi yao kubwa ambayo wameshikilia ni ya wizi. Sasa ndio kitu yao ya muhimu ya kufanya ni porojo na uongo. Kienda kwa social media sasa hao ni kulipa bloggers,